Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena Madrasatul Furqani TV. Afrika si bara la maliasili tu, bali ni kitovu cha nuru ya Uislamu iliyoanza kung'ara karne nyingi zilizopita. Leo tunasafiri pamoja kuitembelea misikiti ya kale, maajabu ya usanifu na imani yaliyosimama imara dhidi ya wakati. Je, unajua siri zilizofichwa kwenye kuta za misikiti hii? Tuanze safari yetu nchini Ghana. Hapa tunaukuta msikiti wa Larabanga unaojulikana kama Maka ya Afrika Magharibi. Ulijengwa katika karne ya 14 kwa kutumia udongo na mbao, na inasemekana ulijengwa baada ya mwanzilishi wake kuota ndoto. Ni ishara ya jinsi imani inavyoweza kugeuza udongo kuwa alama isiyofutika. Kaskazini mwa bara letu, nchini Tunisia, tunaukuta msikiti mkuu wa Kairouan. Huu ni miongoni mwa misikiti ya zamani zaidi duniani, ulioanzishwa mwaka 670 AD. Hapa, elimu ilitolewa wakati maeneo mengi ya dunia yakiwa bado gizani. Huu ni ushahidi kwamba Afrika imekuwa mwalimu wa ulimwengu katika sheria na falsafa za Kiislamu. Nchini Mali, katika mji wa hadithi wa Timbuktu, kunasimama msikiti wa Jingwereba. Ulijengwa kwa dhahabu na utajiri wa Mfalme Mansa Musa baada ya safari yake ya hija. Lakini maajabu yake si utajiri, bali ni uimara wake. Licha ya joto kali la jangwa na mchanga, misikiti hii imebaki kuwa vituo vya kuhifadhi Qur'an na elimu ya dini kwa mamia ya miaka. Tukirudi nyumbani Afrika Mashariki, hatuwezi kusahau msikiti mkuu wa Kilwa nchini Tanzania. Katika karne ya 14, huu ulikuwa msikiti mkubwa zaidi kusini mwa jangwa la Sahara. Usanifu wake wa mawe ya matumbawe unatuonyesha ustaarabu mkubwa wa mababu zetu Waislamu. Huko Zanzibar, msikiti wa Kizimkazi unatuonyesha maandishi ya kale ya Kufik yaliyochongwa kwenye kuta zake tangu mwaka 1107. Hii inatukumbusha kuwa Uislamu una mizizi mirefu katika ardhi yetu, na ni wajibu wetu kuilinda historia hii. Tunapojifunza historia hii, tunapata nguvu ya kuendeleza juhudi za kidini leo. Je, unajua msikiti wowote wa kale katika eneo lako? Tuandikie kwenye maoni hapo chini ili sote tujifunze. Usisahau kubonyeza alama ya kengele na kusubscribe ili usipitwe na sehemu ya pili ya mfululizo huu wa historia ya Kiislamu. Mpaka wakati mwingine, fi amanillah.